9.9 FM, your community radio station. Local radio by local people, 24/7. Radio MMU. Hujambo msikilizaji wa MMU Radio, ikiwa ni saa 10 kwenye meza ya kurunzi. Jina langu ni Sylvia Kinote. Mahakama imezifunga kaunti za benki za gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, mkewe, watoto na washukiwa wengine 10 katika kesi ya ufisadi wa shilingi milioni 813. Agizo hilo litatekelezwa hadi Februari tarehe 4 wakati wa kutajwa kwa kesi hiyo iliyowasilishwa na Tume ya Maadili na Kukabili Ufisadi nchini EACC. Awali mahakama hiyo ilikuwa imefutiliwa mbali ombi jingine la kutaka kufunga akaunti za benki za gavana Kimani Wamatangi na washirika wake 13 kutokana na uchunguzi wa kesi nyingine ya ufisadi ya shilingi milioni 160. Jaji Benjamin Musyoka alitaja ombi hilo lililotaka akaunti hizo zifungwe kwa miezi 6 zaidi kuwa ukiukaji wa mchakato wa mahakama, akiongeza kwamba tayari tume hii imewasilisha mahakama kesi inayolenga kutoa mali zao. Kesi hii inajiri siku moja baada ya mali ya mabilioni ya gavana huyo na wafanyabiashara wengine kubomolewa na kuamkia jana. Katika kila shirika hili nchini linasema kwamba linafuatia mapuuza ya gavana huyo kutokana na ilani zake kumtaka kuhama kutoka kwa ardhi hiyo. Aidha, shirika hilo limepuuza pia madai kwamba kubomolewa kwa jengo hilo na biashara za Wamatangi karibu na uwanja wa michezo wa Nyayo hapa Nairobi kumechochewa kisiasa, ikibainisha kwamba imefuatia sheria kwa uamuzi wake. Haya yanajiri huku gavana Wamatangi pamoja na wafanyabiashara kadhaa waliokuwa na biashara zao kwenye jengo hilo wakishtumu serikali kwa kufanya operesheni hiyo bila kuwapa notisi. Aidha, wamedai kwamba walipata maagizo ya mahakama ya kulizuia shirika hilo dhidi ya kufurusha kutoka kwa eneo hilo na kwamba hawaelewi kwa nini ubomozi huo uliendelea kutekelezwa. Tukiachana hayo ni kwamba serikali imetoa hakikisho kwa wananchi kwamba wanafunzi wote wa gredi ya 10 watapata nafasi ya kuendelea na masomo. Kauli hii imetolewa na katibu katika Wizara ya Elimu Julius Bitoka wakati alipozitembelea shule mbalimbali kwenye kaunti ndogo ya Kikuyu. Bitoka amesema kwamba Wizara ya Elimu inazishughulikia changamoto zinazoshuhudiwa katika kipindi cha mpito. Miongoni mwa changamoto hizo ni wanafunzi wengine kukosa kuripoti shuleni na ukosefu wa fedha. Wanafunzi wengine kukosa kujiunga na shule walizowasilisha maombi ya kujiunga nazo miongoni mwa nyingine. Kufikia jana jioni, wanafunzi walioripoti shuleni kwa masomo ya gredi ya 10 walikuwa takriban 1,301 huku takriban 880 wakiwa bado hawajaripoti shuleni. Ilizingatiwa waliofanya mtihani walikuwa milioni 1.1. Kwenye habari zingine ni kwamba Rais William Ruto ameendelea kushtumu upinzani kwa kupinga miradi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza bila kuwa na mpango mbadala. Akizungumza katika kaunti ya Machakos, Rais William Ruto amewataka pia viongozi wa upinzani kukoma kuingiza siasa katika miradi inayolenga kuwafaidi vijana kama vile mradi wa kibiashara wa Nyota.
Na ndio mimi nataka niwaambie viongozi wale wengine, please keep politics out of this program. Najua kuna watu wengine wanaambia vijana, endeni kwa hiyo maneno, mwende mchukue hiyo pesa, muharibu, kwa sababu those are fools. Ninyi mnanielewa? Wale ni watu wajinga kabisa. Because not everything is political. Ama namna gani, my friends? Yes, pelekeni siasa mbali. Hapa tumekuja kuongea biashara na hawa vijana wa Kenya. We want to mentor them. We want to support them. We want to hold their hand as they seek opportunity. Huku uchaguzi mkuu wa Uganda ukifanyika leo hii, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu katika kaunti ya Mombasa wamelalamikia hatua ya ubomozi mkuu wa Uganda kuwanyima fursa ya kusafiri kwenda Uganda kuwa waangalizi wa uchaguzi. Wameeleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa ukiukaji wa haki na kibinadamu, wakisema kuwa kuzimwa kwa mtandao na serikali ya Uganda kutawanyima wananchi uwezo wa kurekodi na kuripoti matukio ya uchaguzi, hali inayokandamiza uwazi na uwajibikaji. Wakiongozwa na Francis Auma wa shirika la Muhuri, wanaharakati hao wameitaka serikali ya Uganda kuheshimu haki za kibinadamu, kuhakikisha uhuru wa wanahabari na kuruhusu uangalizi huru ili uchaguzi uwe huru na wa haki. Na tukitamatisha ni kwamba maafisa wawili wa polisi wa akiba wameuawa katika eneo la Point 4 Kulon mpakani pa Kenya na Somali kwenye kaunti ya Mandera. Polisi wanasema kuwa maafisa hao walifariki katika mlipuko uliotokea jana jioni wakati maafisa hao walikuwa kazini. Wengine wawili walikimbizwa hospitalini wakiwa katika hali mahututi. Waliouliwa wametambuliwa kuwa Corporal wa NPR Mohamed Isaac na Constable Abdrashid Shebelo. Polisi wanasema kuwa kilipuzi cha kujitengenezea kilikuwa kimewekwa katika eneo ambako NPR hufanya doria. Simu ya mkononi iliyoharibiwa ilipatikana katika eneo la tukio ikiwa na laini ya simu ya Somali. Simu hiyo inachunguzwa ili kupata taarifa zaidi. Mamlaka zinaamini kuwa mlipuko huo ulipangwa na wanachama wa jeshi la taifa la Somali wanaofanya operesheni katika eneo hilo kulipiza kisasi kutokana na tukio la mwaka jana ambapo wanachama wao waliuliwa. Eneo hilo linapakana na Balwaya ya Somali ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kutokana na migogoro kati ya vyombo vya usalama vya Somali na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Zidi kutegea habari zetu za MMU Radio, msikilizaji. Jina langu ni Sylvia Kinoti. Kwaheri.